Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la pili, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 5, aya 34 hadi 42. Na somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 6, aya ya kwanza hadi ya 15. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 6, aya ya kwanza hadi ya 15. Baada ya hayo, Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia. Na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. Mwanafunzi wake mmojawapo, Andrea, nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya, walisema, hakika huyo ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu, hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, somo la Injili tulilolisikia hivi punde, mwinjili Yohane anatueleza juu ya muujiza aliofanya Yesu kwa kulisha watu waume wapatao 5,000 kwa samaki 2 na mikate 5. Katika somo hili tunaalikwa kutafakari mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni hitaji la makutano kwa Yesu. Mwinjili Yohane anatuambia makutano walimfuata Yesu baada ya kuona ishara alizofanya kwa watu wenye shida mbalimbali, mfano wagonjwa. Wapendwa katika Kristo, katika nyakati za sasa makutano ni mimi na wewe. Swali la kujiuliza, je, tunamkimbilia Kristo wakati gani? Je, ni wakati tukiwa na shida tu, au hata tukiwa katika hali zote, yaani hali ya shida na raha? Licha ya kuwa makutano walimfuata Yesu ili kuona ishara, Yesu alitambua hitaji lao na kwamba walikuwa na njaa.
hali akitambua ya kuwa ana uwezo wa kuwapa chakula, anawaamuru mitume wawape chakula, akiwafundisha moyo wa kujisadaka, moyo wa ukarimu kwa wengine, hata ikibidi kugharimu maisha yetu. Jambo la pili ni kielelezo cha nguvu na uwezo wa Yesu Kristo. Mwinjili Yohane anatuambia, baada ya Andrea nduguye Simoni Petro kumwambia Yesu, yupo hapa mtoto mwenye mikate 5 na samaki 2, Yesu anaamua kutumia vyakula hivyo kuwalisha makutano, akionyesha nguvu na uwezo wake katika kutenda. Baada ya kuipokea mikate, aliitwaa, akashukuru na kuwagawia makutano, akitufundisha kwanza kuwa na moyo wa shukrani, kwani moyo usio na shukrani hukausha mema yote. Pia anatufundisha kabla ya kuanza chochote, hatuna budi kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwanza, ili tupate kibali mbele zake. Wataalamu wa maandiko wanahusianisha muujiza huu na karamu ya mwisho ya Yesu pamoja na mitume wake siku ya Alhamisi Kuu. Baada ya kutoa mkate na kushukuru na kuwapa mitume wawagawie makutano, nao wanakula na kushiba. Na ni namna hiyo hiyo alifanya kwa mitume wake katika karamu ya mwisho. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 26 aya ya 26 hadi 28. Baada ya makutano kula na kushiba, wanakusanya vikapu 12 vya mikate ya shairi, ikimaanisha ni makabila 12 ya wana wa Israeli. Taifa la Mungu baada ya muujiza huo, makutano wanakiri kuwa hakika Yesu ni nabii yule ajaye, nao wanataka kumfanya mfalme. Wanashindwa kutambua kuwa ufalme wake sio kama wa wafalme wengine wa kidunia ambao wanathamini sana mahitaji ya kimwili kuliko ya kiroho. Lakini yeye anajitenga nao, anakwenda zake mlimani. Wapendwa katika Kristo, katika somo hili tunaalikwa kutafakari kwanza ukuu wa Mungu au mahusiano yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaalikwa kuwa watu wa shukrani, watu wa kujali mahitaji ya wengine zaidi kuliko mahitaji yetu. Na hasa katika kipindi hiki tunapoendelea na furaha ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuanze upya maisha yetu. Tuyaache ya kale na kuvaa utu mpya, tukimfuata Bwana wetu Yesu Kristo aliyejitoa kwa ajili yetu, kuteswa, kufa na kufufuka, akishinda aibu ya kaburi. Nasi kwa kutumainia ufufuko siku ya mwisho, tuyaishi yale aliyotufundisha na ambayo tunafundishwa na kanisa. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Frederick John Filipo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia, hatutengani daima utukufu wake. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefufuka.